Niko na ushuhuda na ushuhuda wangu ni huu. Jambo la kwanza, nafurahia Mungu kwamba kila kitu ambacho Mungu alisema kwa maisha na ukafuate kuamini hicho kitu kitafanyika. Nafurahia kwa sababu Mungu anaweza kuambia kitu na watu wakakuja wakakataa ile kitu, watu wote. Usikuje ukafadhaika ukarudi nyuma ukasema hii kitu haiko ya Mungu. Wewe shikilia kile kitu Mungu alikwambia. Nakumbuka kuna baadhi ya vitu wakati Mungu aliniita akanipatia kazi ya uinjilisti, akanipatia tena kazi nyingine ya dunia ya mjengo. Kuna masharti ambayo Mungu alinipatia na hata nikaandika mahali. Lakini ilifika mahali baadhi ya hayo masharti mengine nikakuja nikatoka ndani kwa sababu ya watu. Watu walikuja wakanisukuma, wakaniambia hii ndio njia tunafaa tuende, na nikakuja nikawasikiza. Na nilipowasikiza nikajipata kwa shida. Bwana asifiwe sana. Musa ndiye aambie watu ya kwamba mnaweza kuoa na kutalaka. Haikuwa ya kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu. Mnisikize vizuri. Ilikuwa ni kwa sababu wale watu walisukuma Musa kila siku, tuoe tukiwacha, tuoe tukiwacha. Musa akafika mahali wakamsukuma mpaka akasema ya kwamba basi mfanye hivyo. Ndio maana wakati Yesu alikuja akawaambia mambo ya kuoa na kutalaka sio ya Mungu, wakaambia Yesu hapana. Musa alituambia tunaweza oa na kuacha. Kwa sababu gani? Yesu akawaambia sio hivyo. Aliwaambia hivyo kwa sababu ya nini? Ya mioyo zenu migumu. So kuna vitu hata sisi watumishi unaweza toka kwa laini ya Mungu kwa sababu ya misukumo ya nini? Ya watu. Pilato wakati walimpelekea Yesu mara ya kwanza alikataa kumsulubisha. Lakini wakati alikataa, wale watu wakatoka, wengine wakaanza kumpigia simu. Wakamwambia kumbuka aliyekupatia nafasi. Sisi ndiye tulikuchagua. Wakatishia Pilato. Wakarudi mara ya pili, Pilato ameshatishwa. Pilato akasema nini? Yesu asulubiwe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo hata mimi kama mtumishi watu walikuja kutaka kunibadilisha. Kweli baadhi ya vitu viwili vitatu nikabadilika, lakini hii wiki Mungu amevirejesha vyote maradufu. Bwana asifiwe sana. Kila kitu ambacho nilikuwa nimetoa kwa msingi, Mungu alinipiga randa kwa injili, akanipiga randa kwa mjengo. Sasa nikarejea na nikasimama kwa vile vitu nilikuwa nimeanguka. Na nataka nikuambie mchana ya leo, kuanzia leo naenda kuona kwa hii injili, pamoja na kila kitu ambacho tutafanya, mpaka mbingu, dunia mzima, nchi kavu na kuzimu vishuhudie. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio kazi Mungu alisema itafanyika kwetu. Lakini watu wakanikujia wengine mpaka nikalegeza baadhi ya sheria za Mungu. Lakini uzuri hii wiki Mungu alinikujia akasema sasa mahali uliangukia kwa kazi ni hapa. Hapa ndio uliangukia kwa injili. Akanipiga randa nikaingia square. Na vile nimeingia square, sasa ngojea matokeo ya mtu kuingia square. Mungu awabariki.